Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi naitwa Rajabu Ismail Nkya, ni mzaliwa mkazi, nilikulia hapa na kusomea hapa. Mimi nina mambo matatu ambayo ningependa niweke mbele yako. Jambo la kwanza, nasikitika tu akina mama wameshindwa kuzungumza wao wenyewe. Kuna kitu kinachoitwa mikopo ya vikundi vya akina mama na vijana. Ni bahati mbaya sana kwenye vijiji viwili vya Mkundo na Mkusinde, kwa hakika vikundi hivi havijawahi kupata mkopo huo. Vikundi vya akina mama na vijana kwa vijiji viwili Mkundo na Mkusinde hawajawahi kupata mikopo hiyo. Sina haja ya kulifafanua hilo, nafikiri nikisema hivyo linaeleweka vizuri sana. La pili, nimesikia watu wanazungumza habari ya maji. Mheshimiwa, tunazungumza habari ya serikali ya Jamhuri kuwapatia watu wake maji safi na salama kwa muda mrefu sasa. Mwaka 2004 ndio programu ya maji ilianza kwenye eneo letu sisi. Lakini kabla ya hapo, miaka 35 iliyopita, wananchi hao unawaona hawa vijiji vile vya Mkundo na Mkusinde walikuwa na programu yao ya maji safi na salama. Maji yanaanzia Tima na mengine yanaanzia Mpirini kwa padri. Naona baada ya kuja mradi huu wa maji, mawasiliano baina ya wananchi yakawa yamekufa, wakaachia hii taasisi ya maji chukue nafasi yake. Lakini ambacho kimejitokeza kwetu, pamoja na wananchi hao kujitokeza kwenda kuchimba maji na wengine kuumia bila malipo ya aina yoyote, leo kuweka maji mita 10 ni shilingi 300,000. Lakini ambazo wananchi hao wa kawaida hawamudu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sasa tulisema maji safi na salama ili tuokoe maisha ya watu. Alafu sasa maji yanapokuwa ghali, umeokoa umeua. Kwa hiyo badala ya watu kupata maji 98% tulikuwa tunapata awali, sasa hivi ni chini ya 50% ya watu ndio wanapata maji safi na salama. Nyumba hii inaweza kuwa na maji 3 hapa, hazina ya 4 nayo. Kwa hiyo hawa nyumba 4 zilizobaki na maana wanatumia maji ambayo sio safi wala sio salama. Lengo la serikali kuwapatia maji safi watu wake, maji safi na salama, linakuwa halikufikiwa. Kwa hiyo tunaomba hilo lichukue. Zile bei za maji zikishuka, nyumba nyingi zitapata nini? Huduma ya maji safi na salama. Na kwa kuongezea tu ili liwezekane, maji yetu ni ya gravity ya kawaida, natural gravity. Hatutumii pampu, hatutumii diesel, hatutumii umeme, hatutumii chochote kwa ajili ya maji yetu. Tunajenga tu kinga maji, tunachukua maji tunaingiza kwenye tenki, tunaanza kusupply. Hakuna gharama baada ya kuweka mradi. Na kwa bahati nzuri utafiti uliofanyika mwaka 2003 ulionyesha maji yetu ni safi na salama, haihitaji hata treatment. Sasa kwa nini tunauziwa ghali, Mheshimiwa Mkuu, wakati rais wetu, serikali yetu tunazungumzia habari ya kuwahudumia wananchi hao kwa gharama ambazo wanazimudu? Hilo tunakuomba uliangalie, ukae na bodi za maji na vyombo vyako, tusaidie kutuangalia hilo, tupate hiyo huduma. La tatu ambalo nataka nilizungumzie ni kuhusu shamba la Mkufi Estate. Mheshimiwa, nikitoka mimi hapa bila kulisema hili, bora nifie njiani. Kwa sababu watu wao wanajua ni kiasi gani nimepigana kulilinda shamba hili. Sera ya uwekezaji imeanza miaka mingi. Nimekuwa mwenyekiti hapa kwa miaka 9. Lakini kabla ya hapo nilikuwa mjumbe wa bodi labda miaka 6. Nikishirikiana na viongozi wenzangu na wananchi hao kuhakikisha tunalilinda shamba hili. Na tukifuata masharti ya serikali kama ilivyotuelekeza. Mikataba yote unasikia iliandikwa kwa kuridhia wananchi hawa, ilikuwa chini ya usimamizi wangu. Na nilikuwa nawaleta wawekezaji, wanakaa pale na wananchi wanahoji na kuhojiwa mpaka wanafikia compromise, wanakubaliana. Lakini hichi kinachoendelea sasa hivi mimi siwezi kusema sana. Na hii tunaiomba serikali yetu na vyombo vyake vifuatilie. Tunaamini nyuma ya mkataba huu unaoendelea sasa hivi kuna kivuli kikubwa kiko huku nyuma. Ikafika mahali mpaka watu wanasema ni siasa, nikawaambia hakuna siasa. Hakuna siasa kwa sababu nilikuwa diwani hapa wa Chama cha Mapinduzi. Ukiniambia serikali yetu ilituchukia sisi, sijawahi kuona hoja ya serikali kutuchukia sisi. Ninaamini serikali inatupenda kama wananchi wake na inatutendea haki kama serikali yetu. Lakini inawezekana ndani ya serikali humu kukawepo watu wenye nia mbaya na sisi. Inawezekana ndani ya serikali kukawepo watu wenye nia mbaya na sisi, lakini sio serikali yetu. Ninahakikisha na nina uhakika kwamba serikali yetu haina dhamira mbaya na sisi wananchi wake. Kwa sababu yapo inatusaidia, tumejengewa vyumba vya madarasa kule na TASAF. Hii serikali ingetuchukia ingetufanyia. Tunaona magreda yanapita barabarani, yanatengeneza barabara. Ingekuwa serikali tuchukie ingeyafanya hayo.
Tunaona mradi wa maji safi na salama unaletwa kwetu. Tungekuwa serikali natuchukia ingeleta? Singeleta. Ingesema waacheni waende kivyao. Lakini serikali inatupenda, inatuthamini, ndio maana inafanyia. Lakini hili la mkataba waheshimiwa viongozi wangu. Mwaka juzi kabla ya mkataba huu kuingiwa, ilikuja sintofahamu mikutano hapa kwenye chama chetu. Na ukiwa kierere kama nilivyosimama hapa sasa hivi, utasimamishwa wanachama na utazuliwa kuzuliwa na saa nyingine utashtakiwa kwa sababu wewe ni kierere. Nakwambia leo nina miaka 5 sijaendelea kwenye mkutano wa vyama vya ushirika kwa sababu nimesimamishwa. Nimesimamishwa na bodi, sio wanachama wa chama cha ushirika. Kwa sababu wakisimama na hoja ya kuuza shamba, nanyoosha mkono. Mimi nimelelewa kama yatima viongozi wangu. Nimelelewa na bibi mzee ambaye alikuwa anauza ndizi kwa kubeba kwenye karai na peleka sokoni. Watu wote hao wanafahamu. Akanisomesha kwa ada ya mahindi anaolima Mkufi. Nikiwa mtoto kama yatima. Ananipeleka shule, ananipa 2700 ada yangu. Leo naamini kuna vitoto vingi yatima kwenye nchi hii ya vijiji vya Mkondo na Kusini kuliko mimi. Kwa hiyo tulisimama kidete kuhakikisha watoto wengi wanasoma na tuliwasaidia. Hata nikiwa kwenye bodi nilisomesha watoto wengi sana mheshimiwa. Nikishirikiana na wananchi hao. Tulisomesha watoto wengi ambao wana hali duni. Kwa fedha hizo tunapatikana na makodisho tu. Tunawapeleka shule, tunawalipia ada na kila kitu. Lakini pia pale ambapo miundombinu ileta shida, hata saa nyingine ilipopungua walimu wa masomo kama sayansi, tuliajiri walimu wa private kwa kushirikiana na walimu pale. Tunawalipa kupitia KNCU hapa. Ili watoto wetu wapate nini? Elimu. Lakini bahati mbaya. Ni bahati mbaya. Nchi hii imejaa siasa hata mpaka makanisani na misikitini. Mpaka hata kwenye vyama vya ushirika kuna siasa huko ndani. Ukionekana una mrengo fulani wewe, mlengeni huyu muondoeni kwenye mfumo. Unapigwa vita kadri inavyowezekana, hata ufungwe, uende zako kaishie gerezani. Watu wanasimama, wenye nguvu wanasimama wakuondoe. Mimi ombi langu tu serikali hii ya Magufuli, ambayo ni serikali yenye huruma kwa watu, ituonee huruma. Mimi nina watoto wadogo wanasoma. Hivi ninavyoongea na wewe hapa mheshimiwa, na mtoto yuko darasa la kwanza. Sina kazi ninayofanya zaidi ya kulima hapa nyumbani shamba lile. Nikiuza mahindi nikalipe ada ya watoto wangu. Vinginevyo ikishindikana nitoe ng'ombe ndani nimpeleke auzwe ndio nipate ada ya nini? Ya watoto. Nisipofanya hizo kazi mimi nakufa na watoto wale wanaishia bila kuwa na elimu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, wewe ni mama. Sisi sote tulokaa hapa na watoto. Tunakuomba utuangalie